Allah anatuambia ya kuwa kwa ajili hiyo basi tumeamuru juu ya wana wa Israeli ya kuwa yoyote yule ambaye atakayethubutu kuwa nafsi ambayo haina hatia, nafsi ambayo haina makosa, yoyote yule ambaye atakayeua bila sababu ya msingi kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ni kana kwamba ameua nafsi za watu wote. Nafsi moja tu, yoyote yule ambaye kwa namna moja au nyingine ameua nafsi moja au amesababisha nafsi kuondoka basi na hatia, basi huyo takuwa ameua watu wote. Kama umeua watu wote sasa, au umeua wawili, watatu, wanne, inakuwaje ikiwa ni mtu mmoja kama umesababisha mauaji au umemuua kwa namna moja au nyingine? Tuangalie, indalla ala shay'in inma yadullu ala qimati wa thamani alhayati adhima. Ikijulisha juu ya jambo, ndugu zangu, inajulisha ya kwamba maisha na uhai wa mtu una thamani ni kubwa kabisa kuliko vitu vingine. Kwa sababu ndugu zangu, ili mtu awe mcha Mungu, maana yake lazima awe hai. Haiwezekani mtu hajazaliwa au mtu amekufa au mtu hayupo akapewa sifa ya kwamba yeye ni mcha Mungu. Angalia uhai, maana yake ili uundike katika uchamungu, Uislamu uliokuwa safi, lazima maana yake uhai uweze kuundwa vizuri, na lazima uhai uweze kuthaminiwa, na lazima roho na nafsi iweze kutunzwa.